Comrade Profesa Dr. Mustafa Ashraf Rafiki Swahibu wa Jibondo, champion ndugu yetu Omari Juma Kipanga. Karibu tafadhali. Na mbunge wa Mafia, mmemuona naibu waziri wa kwanza Mafia tangu uhuru wa kisiwa chetu kupatikana. Amefanya makubwa miaka 5 iliyopita. Anakwenda kufanya makubwa zaidi miaka 5 ijayo insha Allah. Ndugu yetu Omari Juma Kipanga, ongea na wananchi ambao wako tayari kukuchagua. Waalaikum salaam. CCM oye. Niambie. Inatoka sauti pande moja huko hakuna kitu. Watatembea kila sehemu. Naanzia hapa. Uwepo wa wanachama wa Chama cha Mapinduzi katika kijiji hiki cha Baleni na kata hii ya Baleni, wananchi wa kijiji cha Baleni na kata hii ya Baleni, ndugu zangu sana, kina baba na kina mama, waandishi wa habari, ndugu zetu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. CCM oye! Wazee wangu, ndugu zangu, ninayo heshima leo kusimama mbele yenu kwa unyenyekevu mkubwa sana. Kwanza kabisa kuwashukuru kwa ushirikiano mlionipa kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita. Sura hii iliyosimama mbele yenu sio sura ngeni. Nimekuwa na nyinyi toka mliponipa ridhaa na kuniamini mwaka 2020. Nimefanya kazi na nyinyi kwa karibu. Tumeshirikiana kwa uaminifu na uadilifu mkubwa katika utekelezaji wa ilani ya Chama cha Mapinduzi, na mafanikio ni makubwa sana tuliyopata ndani ya miaka 5. Tumpigie makofi mengi Dr. Samia tafadhali. Wazee wangu, ndugu zangu, miaka 5 imekwisha na miaka 5 imepita. Tunayo heshima leo Chama cha Mapinduzi kuja tena kwenu baada ya kupata ridhaa siku ya tarehe 4 zilipofanyika kura za maoni, na idadi kubwa ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi wakathibitisha kwamba bado wanahitaji au bado wanamhitaji Kipanga kuwa mtumishi kwenye eneo la ubunge katika jimbo la Mafia. Hapo vipi? Lakini sambamba na hilo, kamati kuu ya halmashauri kuu ya Chama cha Mapinduzi Chama cha Mapinduzi ilipoketi siku ya tarehe 23 mwezi wa 8, nayo ikabariki maamuzi, ikabariki maoni ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi hapa Mafia kwamba Kipanga aendelee kutumikia jimbo hili kwa tiketi ya Chama cha Mapinduzi. Hapo vipi? CCM oye! Wazee wangu, baada ya mchakato huo, leo ninayo heshima kuja kusimama mbele yenu tena kuwaomba ridhaa ya kura zenu nyingi sana siku ya tarehe 29. Kwanza kwa kwenda kumuunga mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa yale mema aliyotufanyia, kwa ile ihsani aliyotufanyia, kwa kazi ambazo Daktari Samia amezifanya hapa Mafia, kwa kutuletea fedha ndani ya miaka 5 zaidi ya bilioni 60 kwenye maeneo mbalimbali ya miradi ya maendeleo. Hapo vipi? CCM oye! Kwa hiyo sote tutoke siku ya tarehe 29 mapema kabisa saa 2 asubuhi kwa lengo la kwenda kumpigia kura Daktari Samia Suluhu Hassan ili aweze kututumikia tena kwa kipindi cha miaka 5 ijayo, 25 mpaka 30. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Lakini ndugu zangu ni wa Baleni, mimi mnanifahamu vema. Nimeishi na nyinyi, nimefanya kazi na nyinyi, nimechapa kazi, nimesimamia changamoto zenu miaka 5 yote, na mabadiliko mmeyaona, mabadiliko mmeyashuhudia. Basi sote tutoke siku ya tarehe 29 kwa lengo la kwenda kuniunga mkono kwa kunipigia kura nyingi ili niweze kuwa mbunge
katika awamu ya pili au kipindi cha pili cha 25-30. Hapo vipi? CCM oye! Lakini sambamba na hilo, amesimama Mwalimu Chato, amesimama ndugu yetu hapa. Mwalimu Chato mnamjua, mmemlea nyinyi, mmemzaa nyinyi, mmemkuza nyinyi, lakini sasa hivi anaishi na nyinyi hapa Baleni. Hatuna kisingizio chochote cha kwenda kumnyima kura Mwalimu Chato siku ya tarehe 29. Uadilifu wa Mwalimu Chato mnaujua, uaminifu wake mnaujua, uchapakazi wake mnaujua. Niwaombe sana, niwaombe sana sana sana, mpaka nimepata jina hapa la mtu mmoja eti na yeye anataka udiwani kwenye kata hii ya Baleni. Anaweza? Yaani swala sio kupata udiwani. Je, huo udiwani wenyewe unauweza? Lakini kwa chama hiko ndo mtaweza? CCM oye! Kwa hiyo niwaombe sana, tutoke tarehe 29 twende tukamuunge mkono Mwalimu Chato. Hapo vipi? CCM oye! Sasa wazee wangu, ndugu zangu, mimi najua kwamba wengi au wote mtatoka kwa ajili ya kwenda kutuunga mkono, lakini kama nilivyosema mwanzo, kuna vyama vingine hapa vinakuja na vinaweza vikawaletea maneno ya chini, maneno ya fitina. Kwa kazi zilizofanyika, hatuna sababu ya kusikiliza maneno ya fitina ya wapinzani. Hapo vipi? Wazee wangu, nitazungumza machache sana ambayo Daktari Samia ameyafanya hapa Baleni, lakini ameyafanya Mafia, lakini mengine ameyafanya kwa ajili ya Watanzania wote. CCM oye! Kidumu Chama cha Mapinduzi! Wazee wangu, ndugu zangu, nianze kwenye eneo dogo la elimu. Alizungumza kidogo Mwenezia. Ndugu zanguni, wakati tunaingia madarakani, mlivyotoa ridhaa mwaka 2020, hapa Mafia tulizikuta shule za msingi 32. Shule za msingi 32, lakini shule ambazo zilikuwa katika hali ambayo sio nzuri sana. Na nyinyi wenyewe ni mashahidi wa shule ambazo zipo katika kata hii ya Baleni. Ukenda kwenye shule yetu ya Baleni ya msingi, haikuwa vile. Ukenda kwenye shule ya msingi Kipingwi, haikuwa vile. Ukenda Kungwi, haikuwa vile. Ukenda Kifinge, haikuwa vile. Ndugu zanguni, sio kwenye kata ya Baleni peke yake. Nazungumza habari ya kata zote 8, tulikuwa na shule 32 za msingi. Lakini hali ya miundombinu, hali ya mazingira ya vijana wetu kusoma na kujifunza haikuwa nzuri. Naomba niwape taarifa leo, tumefanya ukarabati wa shule zote zikiwemo na zile 4 za kata ya Baleni. Ukenda leo Kipingwi, sivyo ilivyokuwa mwaka 2020. Tumejenga madarasa pale, tumeongeza miundombinu ya madarasa, tumekarabati madarasa, tumeongeza matundu ya vyoo. Wakati mwaka 2020 shule ya Kipingwi hata vyoo kulikuwa hakuna. Hapo vipi? CCM oye! Lakini ukenda Baleni hapa, hali ilikuwa mbaya sana. Madarasa ya shule ya Baleni yalikuwa toka ya mwaka 70. Nyinyi wenyewe mlikuwa mnayaona, mnayajua, sio? Lakini leo kazi iliyofanywa na Daktari Samia Suluhu Hassan sio ya mchezo. Hapo vipi? Ukenda Kifinge hali kadhalika. Ukenda kule Kungwi, shule ya Kungwi leo haina tofauti na shule yoyote katika nchi yoyote ya Ulaya. Nenda sehemu yoyote Ulaya, iwe ya Marekani, iwe Uingereza, iwe Uturuki, nenda kachukue darasa la Uturuki, lilete lilinganishe na darasa la Kungwi, haina tofauti yoyote. Hiyo ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Lakini wazee wangu, ndugu zangu, mnajua watoto wetu waliokuwa wanatoka kule Mwawani wakati wa masika, wakati wa kiangazi, ilikuwa ni changamoto kufuata shule Baleni, kufuata shule Kifinge. Leo ndani ya miaka 5 Daktari Samia Suluhu Hassan ametujengea shule kule Mwawani ambayo ilikuwa haipo kabisa kwenye ramani ya Baleni, ilikuwa haipo kwenye ramani ya shule hapa Mafia. Amekwenda kujenga shule nzuri, shule bora. Vijana wetu wa Mwawani sasa hawatotembea tena umbali mrefu. Kuanzia mwakani
watoto wetu wa Mwawani watasoma katika mazingira mazuri wakiwa kule Mwawani. Hapo vipi? CCM oye! Nipigieni makofi na waambie ukweli. Lakini sambamba na hilo, shule zetu zote 32 katika wilaya nzima zimekarabatiwa, tumeongeza miundombinu, lakini tumekwenda kujenga shule nyingine mpya 5 za msingi. Tumejenga hii ya Mwawani, tumejenga shule nyingine mpya ya msingi pale Sharaza, tumejenga shule nyingine ya msingi pale Dongo, eneo la Sikula huku, tumejenga shule nyingine ya msingi pale Kigamboni ambayo inaitwa Mlambani, tumejenga shule ya msingi mpya kule Kilimahewa eneo la Kurungeni. Shule 5 mpya ndani ya miaka 5. Kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! Nani kama Dr. Samia? Je, tuna sababu yoyote ya kumnyima kura Daktari Samia siku ya 29? Ipo hiyo sababu? Yupo huyo rais wa chama kingine anayeweza kufanya kazi hii ndani ya miaka 5? Si walikuwepo? Mbona hawakufanya? CCM oye! Ndugu zanguni, kwenye elimu sekondari, shule yetu iko hapa. Shule yetu iko hapo ya Baleni, mnaijua ilivyokuwa mwaka 2020. Nenda sasa hivi, nenda kaangalie maajabu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Tulikuta ile shule na madarasa kama 4 hivi 5. Na maabara kidogo zimechoka. Ndugu zangu, ndani ya miaka 5 ya Daktari Samia Suluhu Hassan tumekwenda kujenga pale zaidi ya madarasa 7 mapya. Kama tulikuwa tunaijenga upya ile shule, tumefanya ukarabati wa maabara zaidi ya milioni 30 imetumika kwa ajili ya ukarabati wa maabara zile. Leo shule yetu ya Baleni ni shule ya kisasa, ina miundombinu ya kisasa, ina walimu wa kisasa, ina watoto wa kisasa, iko kwenye mazingira ya kisasa. Hapo vipi? Tofauti kabisa na ilivyokuwa mwaka 2020. Hiyo ni kazi ya Daktari Samia Suluhu Hassan. CCM oye! CCM oye! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Eneo la afya. Eneo la afya. Tunafahamu mwaka 2020 nyinyi hapa katika kijiji cha Baleni mna zahanati yenu ya Baleni, au tulikuwa na zahanati yetu ya Baleni, ambao wakati tunaingia madarakani lile jengo lile la kina mama kujifungulia lilikuwa halipo. Leo naomba niwape taarifa, jengo lile limefanya nini? Limekamilika na sasa linatumika. Lakini wakati tunaingia madarakani mwaka 2020 kwenye kata hii ya Baleni, kati ya vijiji 4, vijiji 2 vilikuwa havina zahanati. Kijiji cha Kibada kilikuwa hakina zahanati na kijiji cha Kifinge kilikuwa hakina zahanati. Ndugu zanguni, leo naomba niwape taarifa, katika kata hii ya Baleni miaka 5 hatuna changamoto ya zahanati Kibada. Zahanati imekamilika, watumishi wapo, zahanati yetu imeanza kutoa huduma kwa ajili ya wanakijiji wa Kibada. Lakini tumekamilisha zahanati ya Kifinge, tayari imeanza kutoa huduma. Watu wa Kifinge sasa hawaji Baleni wala hawendi Pungwi. Huduma za afya wanapata pale pale Kifinge. Hapo vipi? CCM oye! Ilikuwa sio rahisi. Tunafahamu tuna changamoto kidogo pale Baleni. Tuna changamoto ya nyumba ya mama mkunga. Lakini isingewezekana tujenge nyumba ya mama mkunga wakati Kibada hakuna zahanati. Isingewezekana tujenge nyumba ya mama mkunga wakati Kifinge hakuna zahanati. Isingewezekana tujenge nyumba ya mama mkunga wakati Gonge hakuna zahanati. Isingewezekana tujenge nyumba ya mama mkunga wakati Mlongo hakuna zahanati, Kilindoni hakuna zahanati. Ukienda kule Chemchemu kulikuwa hakuna zahanati. Ukienda kijiji cha Dongo kulikuwa hakuna zahanati. Ilibidi kwanza tuanze na kukamilisha miundombinu ya zahanati kwenye vijiji ambavyo vilikuwa havina zahanati. Ndugu zangu, naomba leo niwape taarifa. Vijiji vyetu vyote 23 katika kata zetu zote 8 vina zahanati nzuri za kimataifa kabisa na zimeanza kutumika. Hapo vipi? Kwa hiyo sasa miaka 5 ijayo tunageukia kuboresha mazingira ya utoaji huduma kwenye maeneo haya ya huduma za afya, ikiwemo zahanati zetu. Pale ambapo hakuna nyumba ya mama mkunga, nyumba ya mama mkunga tena kujenga. Pale ambapo hakuna wodi kwa ajili ya kina mama kujifungulia, tutakwenda kujenga vyumba vya kina mama kujifungulia kwenye zahanati zetu. Alimradi Daktari Samia Suluhu Hassan hataki mama atembee zaidi ya kilomita 3 kwa ajili ya kufata huduma ya zahanati au huduma ya kituo cha afya. Hapo vipi?
CCM oyee! Lakini ndugu zangu, naomba niwape taarifa kwenye eneo hili la afya, maajabu aliyofanya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye hospitali yetu ya Kilindoni. Nyinyi wote ni mashahidi, mnakwenda Kilindoni. Majengo yaliyojengwa ndani ya miaka mitano ambayo mwaka 2020 yalikuwa hayapo kabisa. Leo tuna jengo la wagonjwa wa dharura zaidi ya milioni 700 imetumika kwa ajili ya jengo la dharura. Leo tuna jengo la wagonjwa mahututi zaidi ya milioni 700 zimetumika kwa ajili ya jengo la wagonjwa mahututi. Leo tuna jengo la mama na mtoto zaidi ya bilioni 1 na milioni 300 zimetumika kwa ajili ya jengo la mama na mtoto. Lakini leo tuna mtambo unajengwa kwa ajili ya kuzalisha gesi zaidi ya milioni 300 zinatumika kwa ajili ya mtambo wa kuzalisha gesi katika hospitali yetu ya wilaya ya Kilindoni. Hapo vipi? Ndani ya miaka mitano mama ametuletea zaidi ya bilioni 3 kwa ajili ya kuboresha hospitali yetu ya Kilindoni pamoja na kuboresha huduma za afya katika wilaya ya Mafia. Ni hapa juzi tu ametuletea wahudumu wa afya wakiwemo madaktari, manesi na wahudumu wengine wa afya zaidi ya wahudumu 57 juzi mwezi wa 6. CCM oyee! Leo hii hakuna zahanati yetu ambayo haina mhudumu wa afya. Wanaanzia watatu, 4 mpaka 5 maeneo mengine kulingana na idadi ya wagonjwa katika maeneo yetu. Hapo vipi? Afanye nini mama? Hivi hii haiwezi kuwa sababu ya kumunga mkono Daktari Samia siku ya tarehe 29? Haiwezi kuwa sababu? CCM oyee! Niseme nisiseme? Mwenezi amezungumza habari ya umeme, sitaigusa. Tuna mradi mkubwa wa umeme, tunafahamu. Hapa tuna vitongoji viwili ambavyo havijafikiwa na umeme kabisa. Kitongoji kimoja wapo ndio ambacho Mheshimiwa Diwani mtarajiwa anaishi. Ndugu zangu, tunaomba tuwape taarifa. Tunakwenda kuvifanyia kazi vitongoji hivi. Lakini kabla ya kufanya kazi vitongoji hivyo, naomba niwaeleze wapi tulikotoka. Maana yake kama hujui wapi ulikotoka, huwezi kujua wapi unakokwenda. Na kama hujui wapi unapokwenda, huwezi kujua namna gani tatizo limeshughulikiwa. Wazee wangu, ndugu zangu, mwaka 2020 tulikuta sisi vitongoji 96 tu ndio vina umeme. Tulikuta vijiji 20 tu ndio vina umeme kati ya vijiji 23. Naomba niwape taarifa leo. Kati ya vile vitongoji 40 vilivyobaki ambavyo havina umeme, tumebakisha vitongoji visivyozidi 12, viwili vikiwemo hivi vya kata hii ya Bareni. Hapo vipi? Lakini kati ya vijiji vile 23, vijiji vitatu vilikuwa havina umeme, ambao kijiji cha Chole, kijiji cha Juwani na kijiji cha Jibondo. Ndugu zanguni, ndani ya miaka mitano tayari umeme umeshafika Chole. Mkandarasi sasa hivi yuko site anapeleka umeme Juwani na umeme unafika Jibondo. Umeme utawashwa Kilindoni na utawaka Jibondo. CCM oyee! Tanzania ya Mama Samia inang'ara. CCM oyee! Umeme utawashwa Kilindoni kabla ya mwezi wa 12 mwaka huu. Kabla mwaka huu kuisha, umeme unawaka wapi? Utawaka Jibondo. Ndani ya mwaka huu, tafsiri yake vijiji vyetu vyote 23 vinaenda kuwa na umeme. Lakini naomba niwape taarifa, tuna mradi huu wa umeme wa nguzo 40 katika kila kitongoji. Vitongoji vyetu ni 136. Vitongoji 12 vilikuwa havijafikiwa na umeme kabisa. Tunamalizia vitongoji 12, lakini tunapeleka nguzo 40 katika kila kitongoji. Ndugu zanguni, katika muda mchache ujao, hakuna kitongoji Mafia kitakachokuwa hakina umeme, hakuna kijiji Mafia kitakachokuwa hakina umeme. CCM oyee! CCM oyee! Hapo vipi? Hapo vipi? Kwa hiyo itakuwa ni wilaya ya kwanza. Naomba muweke nukuu hiyo. Itakuwa ni wilaya ya kwanza katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Naomba nisomeke vizuri hapa. Itakuwa ni wilaya ya kwanza katika nchi hii inayoitwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo vitongoji vyake vyote vimefikiwa na umeme. Piga makofi kwa Dr. Samia. Piga makofi na kwangu. Shughuli hii ni mimi huyo. Kwa Dr. Samia hajafika Kidele. Kafika Kidele? Kafika kule Mchangani. Aliyefika Mchangani ni diwani na mimi Kipanga, sio?
Kwa hiyo jisifieni kwa kupiga vigeregere, mmepata mtumishi mwema. Makofi mengi kwangu. CCM oyee! Kwa hiyo niwaondoe hofu, kazi hiyo tulianza, na ndugu zangu niko mahala pazuri. Tarehe 29 bila kigugumizi, kapigie kula CCM, kapigie kula maendeleo, kapigie kula umeme. Tuhakikishe baada ya tarehe 29 tunakwenda kufanya kazi ya takatifu kabisa kufikisha umeme maeneo yote. CCM oyee! CCM oyee! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Mawasiliano. Mawasiliano, sio? Mwaka 2020 tulikuta baadhi ya kata zilikuwa na changamoto kubwa sana ya mawasiliano, ikiwemo na kata ya Baleni. Uongo uongo? Ilikuwa ukienda Kungwi, ukienda kwenye baadhi ya maeneo ya Kibada, maeneo baadhi ya Mkundini, ukienda baadhi ya maeneo ya Mchangani kule, ndugu zanguni, ulikuwa huwezi kupata huduma ya mawasiliano. Kwa hiyo ilikuwa ukibeba simu inakuwa haina tofauti na aliyebeba jiwe au aliyebeba pochi. Hapo vipi? Ndugu zanguni, hali hiyo ilikuwa katika kata hii ya Baleni, ilikuwa katika kata ya Jibondo, ilikuwa katika kata ya Miburani, ilikuwa katika kata ya Kirongwe, na ilikuwa katika kata ya Ndagoni. Hapo vipi? Naomba niwape taarifa. Baada ya miaka 5 hii ya Daktari Samia Suluhu Hassan, tumejenga mnara kule Miburani. Mnara ushawashwa na ushaanza kutumika. Mawasiliano sasa hivi Miburani katika kila sehemu. Yaani unaweza ukachukua simu yako, ukaingia nayo chooni na ukachati, ukamaliza mambo yako yote ukiwa hapo hapo chooni bila tatizo lolote. Hiyo ni kazi ya Daktari Samia, tumpigie makofi mengi tafadhali. Leo hii watu wa Jibondo tumegonga mnara pale Jibondo. Ile habari ya wavuvi wetu wanapopata changamoto kule baharini, hawapati mawasiliano ya watu ambao wako nchi kavu, imeshaondoka kabisa. Tumegonga mnara pale Jibondo, unafanya mawasiliano kata yote ya Jibondo. Maeneo haya ya Usewe wanawasiliana mpaka watu wa Songosongo, maeneo ya Bwejuu imechota mpaka ile milima ya Kiasi. Ukanda ule wote, ule mnara unatoa huduma katika maeneo hayo. Kwa hiyo leo huwezi kujificha kwa mtu wa Jibondo ukamwambia huku bwana network hamna, huwezi kunipata. Habari hiyo haipo, utakuwa umeongopa, na ukiongopa umepata dhambi. Hapo vipi? CCM oyee! Lakini tunafahamu Kungwi. Ndugu zangu, nendeni Kungwi mkaone mnara uko kwenye hatua za mwisho. Baada ya siku kama 15 20 tunakwenda kuwasha mnara wetu wa Kungwi. Mawasiliano kule Kungwi yote yanakuwa mukide. Hapo vipi? Lakini tumejenga mnara Banja, tumejenga mnara Ndagoni. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Ndani ya miaka 5 minara yetu 5 Mafia yote inafikika kwa mawasiliano ya network, internet na kila kitu. Kwa hiyo sasa hivi ukitaka kuwasapuka Mafia, yani huulizi uwasapuke wapi. Unaweza kuwasapuka mahala popote atakao Mvunguni umefumaniwa, unaweza kuwasapuka. Hapo vipi? Tanzania ya Mama Samia inang'ara ng'ara. Tanzania ya Mama Samia. CCM oyee! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Watu wa Baleni, mwaka 2020 kile kirula cha maji hakikuwekwa kile pale. Naongopa. Mwaka 2020 kile kichotea maji cha maji hapa hakikuwepo. Uongo uongo? CCM. Lakini nikisimama hapa naona kuna mnara ule wa tenki ya maji. Mwaka 2020 mnara ule hapa haukuwepo. Uongo uongo? Ndugu zanguni, Daktari Samia Suluhu Hassan kufuata maji safi na salama. Hapo vipi? Mama Samia kaweza kuweza. Zaidi ya milioni 750 amezileta katika kata hii kwa ajili ya mradi wa maji kwenye vijiji hivi viwili, Kifinge na hiki kijiji cha Baleni. Mradi umekamilika na umeanza kutoa huduma. Lakini miezi 3 iliyopita ametuongeza visima vingine viwili ambavyo vimechimbwa hapo katikati kwa ajili ya kuongeza nguvu kwenye mradi huu. Lakini haitoshi ndugu zanguni, ametenga fedha kwa ajili ya kata hii ya Baleni kwa ajili ya miradi yetu hii miwili. Huu mradi wa hapa na ule mradi wa Kibada kule Kungwi. Zaidi ya bilioni 1
milioni 357 zinakwenda kutumika kwa ajili ya upanuzi wa miradi yetu hii miwili ya maji. Lengo na dhamira ya Daktari Samia Suluhu Hassan, lengo na dhamira ya Chama cha Mapinduzi ni kuhakikisha huduma ya maji safi na salama inamfikia kila Mtanzania katika eneo aliyopo. Hapo vipi? CCM oye! CCM oye! Niseme nisiseme? Barabara mwenezi ameelezea vizuri. Ndugu zangu, ni mkeka utapita humu, mkeka utapita humu. Tujiandae kisaikolojia. Habari tena ya kukatiza barabara kiholela holela itakuwa haipo. Ulimi ule wa nini wa Chato, wengine wanasema ni mgongo wa nini wa ngisi, unapita humu muda si mrefu. Naomba niwahakikishie watu wa Baleni na kata ya Baleni, usafiri kutoka Baleni kwenda Kilindoni kama itazidi 1000 hapa, kama itazidi 1000 sijui. Na ninasema haya kwa ushahidi, kwa sababu sisi tumeambiwa wa injaa fasiku wa injaa fasiku fatabayanu binabai fatabayan wa injaa fasiku binabai fatabayanu, sio? Mtu yeyote akikujieni na habari jaribu kuzichunguza, sio? Nasema usafiri kutoka hapa Baleni Kipuka mpaka Kilindoni sijui kama itazidi shilingi ngapi, 1000 nauli. Kwa nini nasema hivyo? Ndugu zanguni, kwa wale waliowahi kusafiri kutoka Dar es Salaam mpaka Bagamoyo, nauli mnalipa shilingi ngapi? Kutoka Dar es Salaam mpaka Bagamoyo nauli inalipwa shilingi ngapi? Au kama hiyo sio, nauli kutoka Dar es Salaam mpaka maili 1 Kibaha inalipwa shilingi ngapi? Kwa wale ambao mshawahi kwenda, sio? Nauli kutoka Dar es Salaam mpaka Bagamoyo ambao ni kilomita 60, ukipanda daladala unalipa shilingi 2000. Kilomita 60. Na wale ambao wanapanda zile mwendo kasi kutoka Kariakoo mpaka maili 1 ipo mwendo kasi, wanalipa shilingi 1600. Kilomita 40. Sisi kutoka Kilindoni mpaka hapa Kipuka ni kilomita ngapi? Kutoka Kilindoni mpaka hapa Kipuka ni kilomita ngapi? Hazizidi kilomita 16 17. Hazizidi. Hapa nauli kama sio 700 itakuwa 500 600. Sisi mbona. Lakini baada ya nini? Baada ya lami kukamilika, baada ya lami kufika hapa. Na hiyo ndio kazi anayokwenda kuifanya Daktari Samia Suluhu Hassan, ndio kazi ambayo anakwenda kuifanya Kipanga, ndio kazi anakwenda kuifanya Chato katika kipindi kifupi kijacho, ili nauli kutoka hapa kwenda Kilindoni. Yaani hapa kutakuwa na daladala zinasubiri watu wafike, wapelekwe, zirudi, ziwapeleke. Sio ile habari tena kama dawa ile unaoandikiwa hospitali kwamba mara moja kutwa mara 3 au mmoja kutwa mara 3. Inakwenda kuondoka kabisa. Usafiri tafsiri yake utakuwa kwa muda wowote mpaka saa 5 saa 6 za usiku. Hapo vipi? Sisi moyo. Niseme nisiseme? Nizungumzie kidogo kuhusu kivuko. Wazee wangu, ndugu zangu, mwaka 2020 wakati Daktari Samia Suluhu Hassan anaingia madarakani, wakati mimi mliponipa ridhaa ya kuwa mtumishi wenu, usafiri kutoka Kilindoni kwenda Nyamisati na kutoka Nyamisati kuja Kilindoni ilikuwa aidha utumie Mafia Raha au Mafia Laini. Uongo. Ilikuwa utumie Mafia Raha au Mafia Laini. Ndugu zanguni, ndani ya miaka 5 Daktari Samia Suluhu Hassan ametuletea kivuko kinachojulikana kama MV Kilindoni 1. Kimeanza kutoa huduma toka 2021 tarehe 1 mwezi wa 2. Naomba niwape habari njema. Tayari Chama cha Mapinduzi, tayari Daktari Samia Suluhu Hassan ameshatoa fedha bilioni 9.3 kwa ajili ya ujenzi wa kivuko chetu kipya cha MV Kilindoni 2. Hapo vipi? CCM oye! Kivuko chetu kiko tayari, wazee wangu. Nilipata fursa ya kutembea kule tarehe 5 mwezi huu wa 9. Kiko zaidi ya 70%. Lile bodi lile la chini lile utako ule tayari umekamilika. Sasa hivi wanafanya vile vipaa vya juu
injini zile zote ziko pale na vifaa vyote vya utengenezaji wa meli ile tayari viko pale Kimbiji. Yoyote anayetaka fursa ya kwenda kuangalia maendeleo ya kivuko chetu cha pili muda wowote ule, akiwa yuko Dar es Salaam anipe tu taarifa, nitamuunganisha na wale wakandarasi wa Korea, aende akajionee yeye mwenyewe maajabu ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Hapo vipi? CCM oye! Ndugu zanguni, ndani ya kipindi kifupi kijacho, miezi 3-4 hivi, meli yetu MV Kilindoni 2 itakuwa ipo Mafia. Itaanza kutoa huduma hapa baina ya Kilindoni na Nyamisati. Kwa muktadha huo tutakuwa na vivuko viwili, MV Kilindoni 1 na MV Kilindoni 2. MV Kilindoni 1 ikipakia abiria Kilindoni, MV Kilindoni 2 itapakia abiria wapi? Nyamisati. Watu mtakuwa mnapishana, wale wanatoka kule wanakuja huku na hao wanatoka huku wanakwenda kule. Kama mkitaka katikati ya bahari pale kidogo kufanya mazungumzo, meli zile zinaweza zikasimama zikagusana, mkapeana hai, hao wanatoka huku. Hata mkataka kubadilishana maharusi pale, mnaweza mkabadilishana maharusi, wale wakarudi na hii na hawa wakaja na hii, ili hizo pande mbili kila mtu akarudi akaenda kufanya na shughuli zake. Hapo vipi? Ama kweli Tanzania inapendeza kisawasawa, ilani ya chama Rais Samia anatekeleza kisawasawa. CCM oye! Hayo ndio mambo ya Daktari Samia Suluhu Hassan. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Wazee wangu, ndugu zangu, lakini mimi mwenyewe binafsi kwenye baadhi ya mambo nimeshiriki na nyinyi wenyewe mlikuwa mnayaona. Hakuna msiba hapa Mafia ambao ulifanyika au ulitokea sikushiriki, aidha mimi mwenyewe au kutuma mwakilishi wangu au kutuma mchango wangu kwa namna moja au nyingine. Lakini nimeshiriki, ndugu zangu, ninapopata madhira na madhara ya wagonjwa, ndugu zetu, watoto wetu, jamaa zetu kupata madhira aina mbalimbali, wawe hospitali hapa, wawe kule Dar es Salaam, nimeweza kushirikiana nanyi katika kipindi chote cha miaka 5. Lakini wanafunzi wetu wanapopata changamoto mbalimbali, nimeweza kushiriki nanyi. Lakini sambamba na hilo, nafahamu kuna vijana ambao walikuwa wanafanya vizuri mitihani yao kwa ajili ya kwenda vyuo vikuu. Ndugu zanguni, hakuna hata kijana mmoja wa Mafia, hata mmoja, ambaye amekwenda chuo kikuu ambaye hakupata mkopo wa elimu ya juu. Hii nilifanya kwa juhudi kubwa, kwa maarifa makubwa, kuhakikisha vijana wetu hawakwami kwenye masomo yao ya chuo kikuu. Tunaratibu vizuri pale ofisini, tunapeleka majina bodi ya mikopo, na vijana wetu wale wote wanasaidiwa katika eneo hilo. CCM oye! Lakini nimefufua michezo. Nyinyi wenyewe mnajua kabla 2020 tulikuwa hatuna mashindano yoyote ya michezo kwa ajili ya vijana wetu. Tulianzisha michezo au mashindano yajulikanayo kama Kipanga Cup, yameendelea kwa kipindi cha miaka yote 5. Lakini kwenye eneo la dini tumefanya vizuri. Hata zile nyakati za miezi ya Ramadhani miaka ile iliyopita, hata mashindano ya Qur'ani kulikuwa hakuna habari za kufurushana na vitu kama hivyo. Haya yote ndugu zangu tumeyasimamia ndani ya miaka 5. Hapo vipi? Lakini ajira kwa vijana wetu, hata juzi hapa wale vijana walioomba kazi ya ualimu, tulipata vijana 27 kutoka hapa Mafia, walifanya interview, tukawasaidia. Hivi sasa wameshapangiwa majukumu yao mengine huko katika maeneo mengine ya nchi yetu, wanaendelea kulitumikia taifa lao. CCM oye! Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Kina mama mpo? Kina mama mpo? Kina mama mpo? Kama kina mama mpo, luluta. Sijasikia luluta tena. CCM oye! Kina mama mna 10% ya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Ndugu zanguni, hii ni fedha yenu na ipo kwa mujibu wa sheria ile ya serikali za mitaa, na ipo kwenye finance bill ya Wizara ya Fedha, kwamba makusanyo ya ndani ya halmashauri 10% inatakiwa kutolewa kwa ajili ya kuwanufaisha kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Hapo vipi? Naomba niwape taarifa leo. Wakati mwaka 2020 tunafika pale halmashauri, tulikuta mapato ya ndani yanayokusanywa kwa mwaka ilikuwa ni bilioni 1 na milioni 200. Ukichukua bilioni 1 na milioni 200, ukitafuta 10% yake ilikuwa ni shilingi milioni 120, ndio ambayo inatakiwa iende kwenye makundi ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu kwa mwaka mzima. Fedha hii ilikuwa ni ndogo sana, ilikuwa haitoshelezi. Ndugu zanguni, naomba niwape taarifa. Ndani ya miaka 5 tumesimamia
Mapato ya ndani tumesimamia ukusanyaji wa mapato, tumedhibiti uvujaji wa mapato, lakini tumevumbua vyanzo vipya vya mapato. Leo mapato yetu kwa mwaka yamepanda kutoka bilioni 1 na milioni 200 tuliyoikuta mwaka 2020 mpaka bilioni 3 na milioni 100. Tafsiri yake ni nini? Kama mapato yamepanda kutoka bilioni 1.2 mpaka bilioni 3.1, ile 10% imepanda kutoka milioni 120 iliyokuwa inakusanywa mwaka 2020 mpaka milioni 300 kwa mwaka, dhidi ya ile milioni 120. Ukipiga kwa miaka mitano utakuta kama tungekuwa tumekusanya milioni 120 tungekusanya milioni 600. Lakini naomba niwape taarifa leo, ndani ya miaka mitano tumefanikiwa kukusanya jumla ya shilingi bilioni 1 milioni 305 450 na 500 kwa ajili ya kina mama, vijana na watu wenye ulemavu. Hapo vipi? Fedha hizi ni za kwenu, msende kwenye mikopo ya kausha damu. Fedha zenu ziko pale. Vijana, msende kwenye mikopo ya kausha damu, fedha zenu ziko pale. Nenda kafanye kazi yako tarehe 29. Tarehe 30 piga timu pale kwa mheshimiwa diwani. Bwana, tuna kikundi chetu kinahitaji mkopo. Mkimaliza hapo njooni pale ofisini kwa mbunge. Bwana, tunahitaji mikopo, ulituambia. Ndugu zanguni, tutakwenda kusimamia kwa uadilifu na uaminifu mkubwa, tuhakikishe kila kikundi cha wanamama hapa Mafia, kila kikundi cha vijana, wale wenzetu wenye ulemavu wanapata mikopo hii kwa sababu ipo kwa mujibu wa sheria. Hapo vipi? Na sisi tunaahidi tutaenda kuongeza hayo mapato kutoka hiyo bilioni 3.1 tunayokusanya sasa ifike zaidi ya bilioni 5 kwa mwezi, ili lengo la kukusanya hii 10% iwe kubwa, tutoke kwenye milioni 300 kwa mwezi, kwa mwaka twende kwenye milioni 500. Huko ndiko ambako tunataka kwenda. CCM oye! CCM oye! Wazee wangu, ndugu zangu, ndugu zangu, muda wetu ni mchache, na mimi leo natakiwa nilale Kibaha. Kesho tunampokea Daktari Samia Suluhu Hassan pale Kibaha, tutaenda naye mpaka Chalinze, tutaenda naye mpaka Msata, tutakwenda kumkabidhi katika mkoa wa Tanga, kwa sababu anapita njia ile kwanza kwa ajili ya kuelekea huko Tanga. Kwa hiyo tunatakiwa tuondoke hapa saa 11:30 hivi, sasa hivi 11:25. Wazee wangu, ndugu zangu, naomba mridhie sasa, kwa heshima na taadhima na unyenyekevu mkubwa, nimesimama mbele yenu kuomba kura zenu siku ya tarehe 29. Wote tukamuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kumpigia kura ya ndio. Wote mkaniunge mkono mimi, ndugu yenu, jamaa yenu, rafiki yenu, mtumishi wenu, kwa kunipigia kura ya ndio. Lakini sote tutoke tukamuunge mkono Mwalimu Chato kwa kumpigia kura ya ndio. Huo ndio ushindi wetu. Umoja wetu ndio ushindi wetu. Ndugu zanguni, vituo vya kupigia kura vitafunguliwa saa 2 asubuhi na vitaenda kufungwa saa 10 jioni. Tunaposema saa 2 asubuhi, saa 2 mtu wa kwanza ataanza kupewa karatasi ya kupigia kura. Kwa hiyo sisi tunatakiwa tufike kabla ya saa 2 asubuhi. Wale wa karibu ya kituo angalau saa 1:30 au saa 2 kasoro tuwe tayari tumeshafika pale, na kutakuwa na utaratibu mzuri. Kina mama mtakuwa na mstari wenu, kina baba wana mstari wao, wale mama wajawazito nao watakuwa na eneo lao, wale wazee wetu ambao tunajua hawezi kusimama kwa muda mrefu nao watakuwa na eneo lao, na wenzetu wenye ulemavu nao watakuwa na eneo lao. Alimradi utaratibu utakuwa ni mwepesi, utaratibu utakuwa ni rahisi sana. Hautachukua hata dakika 3 ukishapewa karatasi yako kwa tendo la kupiga kura yako. Niombe sana, siku hiyo utakwenda kupewa karatasi 3. Utapewa karatasi ya kwanza ambayo itakuwa ni karatasi ya kumchagua rais. Utapewa karatasi ya pili ya kumchagua mbunge. Utapewa karatasi ya 3 ya kumchagua diwani. Na utaelekezwa kwamba hii ya rais utakwenda kutumbukiza kwenye mfuniko gani, wa rangi gani, hii ya mbunge mfuniko wa rangi gani, na hii ya diwani mfuniko wa rangi gani. Hapo vipi? CCM oye! Ndugu yangu, ukishapewa karatasi yako, naanza na karatasi ya urais,
ina majina mengi pale, lakini ina picha nyingi. Make vyama vilivyosimamisha marais karibu vyama 18. Kwa hiyo kutakuwa na picha pale zaidi ya picha 36, kwa sababu kila mgombea urais ana mgombea mwenza wake, sio? Kwa utakuta kuna picha ya rais, mgombea mwenza, rais, mgombea mwenza. Kwa hiyo picha zile zitakuwa nyingi na majina yatakuwa mengi kama kwa idadi hiyo ya vyama. Lakini usifadhaike. Usifadhaike kwa sababu Chama cha Mapinduzi kwenye ile karatasi kimejipambanua. Nenda tafuta alama ya jembe na nyundo. Alama ya jembe na nyundo si tunajua sote? Tafuta alama ya jembe na nyundo. Kama ukiona tabu kusoma majina, ukiona tabu kuangalia picha, tafuta alama ya jembe na nyundo. CCM oye! CCM oye! Tumeelewana vizuri eh? Au nenda kaangalie rangi ya kijani. Kama huwezi kusoma picha, hutaki kuangalia majina, basi tafuta alama ya jembe na nyundo. Au tafuta rangi ya kijani kwenye karatasi yako. Pale chini ya rangi ya kijani au alama ya jembe na nyundo, pale kuna kijumba kiko wazi. Chukua peni yako kwa unyenyekevu, uadilifu na uaminifu mkubwa ambao Daktari Samia Suluhu Hassan ameufanya ndani ya miaka 5. Nenda kaweke alama yako ya V kwenye kile kijumba. CCM oye! Hapo utakuwa umemchagua Daktari Samia Suluhu Hassan, umekichagua Chama cha Mapinduzi, umechagua maendeleo ya Mafia. CCM oye! Ukimaliza hapo, kunja karatasi yako, weka pembeni, chukua karatasi yako ya pili. Karatasi ya pili itakuwa ni karatasi ya mbunge. Pale kuna majina matatu, kuna picha 3, ikiwemo na picha yangu mie. Mimi nitakuwa hivi nimevaa miwani. Wale wengine wote hawajavaa. Tumeelewana vizuri eh? Lakini mimi pale ndo nitakuwa mimi wa jinsia yangu, niko mie peke yangu. Tumeelewana vizuri eh? Mmoja tu. Usihangaike tena kuangalia picha nyingine, kwa sababu mimi sifanani kabisa na wale. Tumeelewana vizuri eh? Kwa chukua karatasi yako ya pili, ukiona tabu kuangalia sura yangu na hutaki kusoma jina labda la kipanga linakupa ukakasi, angalia alama ya jembe na nini? Na nyundo. Au kama hiyo huitaki, angalia rangi ya kijani. Lakini naamini watu wa Baleni wote mtapenda kuangalia picha yangu, sio? Kwa hiyo unachukua karatasi yako mwanangu, unaikunjua kidogo, unaweza ukaangalia kwa makini, ukaisogeza japo kwenye mdomo, ukafanya japo mwa. CCM oye! Alafu unaichukua unaweka juu ya meza. Sasa unaweka alama yako ya V. Utakuwa umechagua Chama cha Mapinduzi, umemchagua Kipanga, umechagua maendeleo. Hapo vipi? CCM oye! CCM oye! Baada hapo utachukua karatasi yako ya 3. Hii unakunja vizuri. Umenielewa eh? Unaishika mkono wako wa kushoto, ili ya rais unaishika mkono wa kulia. Unamalizia karatasi yako ya 3 ambayo ni karatasi ya Mheshimiwa Diwani. Mzee Chato mnamjua, sura yake mnaijua. Utahangaika na Isa eh? Utahangaika na Isa? Hauna sababu ya kuhangaika na Isa wala Selemani. Tumeelewana vizuri eh? Chukua karatasi yako, nenda kaangalia vile vile. Angalia alama ya jembe na nyundo, angalia rangi ya kijani, kisanduku kiko wazi pale. Msogeze Mwalimu Chato karibu. Mwambie Chato we, kama lilivyo jina lako, lakini usiende kunidhuru kwa kuteleza. Unambusu kidogo, unakwenda kupiga tiki yako kwa Mwalimu Chato. Utakuwa umechagua Chama cha Mapinduzi, umemchagua Mwalimu Chato, umechagua maendeleo. CCM oye! CCM oye! Wazee wangu, ndugu zangu, baada ya kusema hayo, naomba kwa niaba ya Chama cha Mapinduzi kwanza niwashukuru sana. Niwashukuru kwa kuja kwenye mkutano huu, lakini niwashukuru kwa utulivu na usikivu wenu. Tunaamini hatujawachosha, lakini tuna mengi ya kufanya ndani ya miaka 5 ijayo katika maeneo ya huduma mbalimbali, kwa kusogeza huduma na kuboresha huduma. Lakini ndani ya miaka 5 ijayo tuna kazi ya kufanya, kuondoa kero zenu ambazo zitakazoibuka za namna mbalimbali. Lakini miaka 5 ijayo tuhakikishe kwamba tunakwenda kuzalisha mali kwa kuhakikisha kwamba tunapata wawekezaji kwenye wilaya yetu, kwa lengo la kuhakikisha kwamba vijana wetu wanakwenda kutengeneza ajira ili waweze kuajirika
au waweze kujiajiri kwa kutengeneza kipato chao wao wenyewe. CCM oyee! Wazee wangu, kwa heshima na unyenyekevu mkubwa, niombe tena siku ya tarehe 29 tutoke tukamuunge mkono Daktari Samia Suluhu Hassan, mkaniunge mkono mimi, tumuunge mkono Mwalimu Chato kwa kupiga kura nyingi sana kwa Chama cha Mapinduzi. CCM oyee! Wote muwe mabalozi kuanzia leo. Kwa wale ambao wameshindwa kufika kwenye mkutano huu leo, kuanzia leo kila mmoja akampe habari mwenzake kwamba tarehe 29 Dr. Samia ana jambo lake, Kipanga na jambo lake, Chato ana jambo lake. Twende tukaonge mkono kwa maendeleo ya Mafia. CCM oyee! Wazee wangu, ndugu zangu, nawashukuru sana. Asante.